Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Mwenyeji wetu, kaka yetu, kipenzi chetu Sheikh Samir na hay'atu tadris yote ya Mahad Shamsul Maarif, masharifu watukufu mlioko katika manasa hii, kiongozwa na sahibul maqam Sharif Sheikh wa mkoa wa Arusha, baba yangu Sheikh Shaban bin Juma, kadhi wa mkoa wa Arusha, vijana wenzangu, kakaangu Sheikh Pembe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo katika uwanja wa ilmu, tupo katika jaziratul ilmi, kisiwa cha elimu, na katika kuitukuza elimu. Elimu ndiyo suluhisho la vita ya mmomonyoko wa maadili duniani. Elimu ya dini ndiyo suluhisho la uhakika la vita kubwa ya mmomonyoko wa maadili duniani. Ndugu zangu Waislamu, kuna vita kubwa inayoendelea duniani kati ya nyilimwengu mbili, al-alamu ilahi, ulimwengu wa kimungu, wal-alamu al-aulama, na ulimwengu wa kitandawazi. العالم الإلهي الذي مصدره الكتاب والسنة, ulimwengu wa kimungu ambao starting point yake, chanzo chake, anzilishi ni kitabu na sunna za Bwana Mtume Muhammad. Walalamu alaulama, na ulimwengu wa kitandawazi, alladhi masdaruhu athaqafatu alaulama, ulimwengu wa kitandawazi ambao chanzo chake anzilishi traditional globalization, utandawazi wa kitamaduni. Hizi ni ulimwengu mbili, dunia mbili ambazo zinaendelea kupambana. Ulimwengu wa kimungu ambao ndio sisi leo tuko hapa, na ulimwengu wa kitandawazi ambao unaongozwa na shaitanu lain, ulimwengu ambao bajeti yake ni matrilioni ya dola. Lengo lake si lingine, ni kufika kule ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa ukumbusho katika suratul Baqara 120, pale aliposema walan tarla anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum,
Tuione hii vita namna ilivyokuwa kubwa, ndugu zangu Waislamu, katika uwanja huu wa ilmu. Nahnu huna fi qiblati alilmi, tupo katika qibla ya ilmu hapa, na isipokuwa hii qibla ya ilmu, wapi itakuwa qibla ya ilmu? Sallu ala Muhammad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa ishara ya hizi dunia mbili ambazo leo zipo katika competition kubwa, na hali inavyoonyesha ulimwengu wa kitandawazi haulali, unakesha kuhakikisha kwamba kila siku wanafunzi wanaotakharaj katika Shamsul Maarif Alislamia unawanyofua baadhi yao, unawachukua baadhi yao ili wakautumikia ulimwengu wao. Swalini Mtume Muhammad. Huu ni mkakati wao katika kila kitivu ambacho kinazalisha wapiganaji wa kuwarudisha watu katika al-alamul ilahi, katika ulimwengu wa kimungu. Wakubwa wa traditional globalization, utandawazi wa kitamaduni, wanatumia pesa kubwa duniani, wanaweka mizania kubwa duniani kuhakikisha kwamba kundi hili ambalo leo linaandaliwa hapa Shamsul Maarif Alislamia na matawi mengine duniani hawafikishi ujumbe wao vile inavyotakiwa. Hii ndiyo vita ambayo ilikuwepo. Hawatakuridhia Mayahudi na Manasara, walan tarda anka alyahudu wala nasara, hawatakuridhia walan. Huu ni uwanja wa ilmu. Mnaijua lan kazi zake ni zipi? Hawatakuridhia Mayahudi na Manasara, hata mnaielewa hata kazi yake ni ipi? Hata tattabi'a millatahum, mpaka mfate traditional globalization zao, mpaka mfate tamaduni zao. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa iltifats kwamba sisi hatuna uadui na Mayahudi na Manasara, hatuna uadui kati yetu sisi na Mayahudi na Manasara. Wapo duniani, tupo duniani, tuishi nao, lakini tuelewe mikakati yao, tuelewe hila zao. Sallallahu alaihi Muhammad. Hawataturidhia Mayahudi na Manasara mpaka tufate tamaduni zao. Sasa leo tunakuta traditional globalization, utandawazi wa kitamaduni, jinsi ulivyoandaa mikakati ya kuhakikisha kwamba al-alamul ilahi, ulimwengu wa kimungu, unabakia ismun bila musamma, unabakia jina tu, hauna watendaji. Tuone mikakati yake. Mwenyezi Mungu aliposema walan tarda anka alyahudu, hawatakuridhia Mayahudi, kupitia Yahud, United States of America wameanzisha mtandao mkubwa duniani unaoitwa Hollywood. Walan tarda anka alyahudu walan tarda anka Hollywood, hawatakuridhia Hollywood. Hollywood ni mtandao wa Kiyahudi. Walan tarda anka alyahudu walan tarda anka Hollywood, hawatakuridhia Hollywood. Na huu ni mtandao ambao umeanzishwa na Mayahudi duniani, ukiwa na financial kubwa unaopata mizania yake kwa washirika wake kuhakikisha kwamba akhlaq, mila alizozifundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinayayuka katika ulimwengu, zinaondoka katika ulimwengu. Kwa hiyo Hollywood ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia walan tarda anka alyahudu
wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Lilipoanzishwa hili shirika, mmomonyoko huu ambao leo tunaushuhudia usiku na mchana haukuja sudfa, haukuja by chance, ulikuja kwa mikakati. Kipindi ambapo ulimwengu haupo kiganjani, Hollywood katika miji mikuu yote duniani walikuwa na majumba maalum yanayofanyiwa saithara, yanayofanyiwa control na Hollywood duniani, ili matendo machafu yafanyike mule. Magazeti maalum ndani ya kila nchi husika yaandike ratiba ya machafu yanayofanyika katika kumbi zile, ili kuwatayarisha vijana wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kumomonyolewa maadili yao. Sallallahu alaihi Muhammad. Dar es Salaam, Darus Salam, Hollywood, kabla ulimwengu haujaja kiganjani, kulikuwa na ukumbi pale unaitwa Silent Inn. Kulikuwa na ukumbi unaitwa Cameo, Odeon, Avalon, Empire. Sheikh Kidago, nikumbushe mwingine. New Chocks, walan tardha anka alyahudi. Hizi ni kumbi ambazo zilikuwepo duniani kote, na ratiba yake ya filamu zinazooneshwa mule, hii ndio traditional globalization. Walan tardha ila hatta tattabi'a millatahum, mpaka mfate tamaduni zao. Kwa hiyo katika kumbi hizi kulikuwa na filamu. India walikuwa ni mawakala wa Hollywood, na ndio maana filamu za Kihindi vijana walikuwa wakizipenda na kwenda kuangalia Andha Kanon, Mithun Kacharabot. Filamu za kimapenzi alikuwa ni wakala wa Myahudi. Marekani mwenyewe alitayarisha mji maalum wa kuhakikisha kwamba Hollywood haikatikiwi na filamu. Los Angeles, Las Vegas ni miji ambayo ilitayarishwa na Hollywood. Walan tardha anka alyahudu, ukisikia alyahudu ndio Hollywood. Sallallahu alaihi Muhammad. Hawatakuridhia hawa, na ndio maana filamu zote zilizochezwa duniani asili yake zilianzia pale Las Vegas. Michezo yote mibaya asili yake Las Vegas. Wachezaji wote, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Van Damme na wengineo. Lakini hawa walikuwa wanakilisha nini katika jamii ya ulimwengu? Mambo ya liwat, mambo ya kulawitiana wanamume kwa wanamume, mambo ya kusagana kwa wanawake. Intabihu ayuha almu'minun. Hii ni mikakati ambayo ilikuwa inafanyika kipindi ambacho dunia haipo katika viganja. Hizi kumbi zilikuwepo. Watu walikuwa wanafundishwa namna ya kukaba, namna ya kuua, namna ya utumiaji wa cocaine, namna ya uhalifu, namna ya mapinduzi, namna hatta tattabi'a millatahum. Sallu ala Muhammad. Waliokuwa wanaingia mule ni vijana wa Kiislamu na vijana wa nchi ambao walikuwa ni wasafi kimaadili, lakini walimomonyoleshwa maadili. Vijana waliokuwa hawajui namna ya kulawitiana walifundishwa mule. Hizi kelele tunazozipiga leo, maandalizi yake yalifanyika shwea bila sisi kujua. Lilipomalizika suala la ulimwengu ule, ukaja ulimwengu wa kiganjani. Zile kumbi hazijafa,
japokuwa zimekuwa ni kumbi hivi sasa za mihadhara inafanyika mule, kumbi nyingine zimebadilika, harusi zinafanyika mule, lakini hizi kumbi zimehamia ndani ya majumba yetu Waislamu, katika kila nyumba ya Muislamu, katika kila nyumba ya shekhe. Naogopa kusema hata katika nyumba za wakubwa wetu hapa hakuna iliyonusurika. Empire iko mule, New Chox iko mule, Cameo iko mule, Audio iko mule, Avalon iko mule, na watoto kizazi kile kile kilikuwa kinamomonyoleshwa katika kumbi maalum. Sasa hivi traditional globalization inawamengenya, inawabemenda hawa watoto wa Kiislamu, inawabemenda watoto wa kizazi sahihi ndani ya majumba yetu, na misahafu ikiwa nashuhudia, na vitabu vya hadithi vikiwa ndani, vimejaa ndani ya makatibu zetu sallallahu alaihi Muhammad. Kupitia television, kupitia simu za viganjani, kumbi hizi hivi sasa ziko humo. Hapa tupo katika hadhara, wapo ambao hapa wanaangalia picha za X, wako hapa. Wako hapa wanaangalia mambo ya kulabitiana, wako hapa. Tahsabuhum jamia qulubuhum shatta. Traditional globalization, utandawazi wa kitamaduni. Dunia haisumbuliwi na tamaduni, dunia inasumbuliwa na utamaduni aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao haukubali kubadilika. Dunia kwa ule utamaduni ambao unakubalika hauna shida nao. Dunia inasumbuka na utamaduni ambao la yataghayyar, haubadiliki. Mwanamke wa Kiislamu stara yake itakuwa hii, na dunia haitaki kumuona mwanamke anajistiri. Dunia inataka kumuona mwanamke anatembea uchi. Dunia, traditional globalization. Sisi Waislamu ni watu wa kungamua, si watu wa kupumbazwa. Ukisikia traditional globalization, mfuko wake ni upi? Economic globalization, al-ulamatu al-iktisadiyya. Economic globalization maana yake utandawazi wa kichumi, kalimatu haqi urida biha al-batil, tamko la haki, kwamba dunia inataka watu wote wawe na uchumi mmoja. Ndio maana economic globalization. Lakini ni uongo. Kama dunia inahitaji kuwa na uchumi mmoja, Irani kamaliza mambo yote, hivi sasa anahitaji amiliki nyuklia. Ni uchumi. Kwa nini unamzuia? Kwa nini unamzuia kumiliki silaha za kisasa? Ni uchumi. Kwa nini unamzuia wakati huku na slogan ya economic globalization? Ni uongo. Kwa hiyo huu ni mfuko ambao unasaidia traditional globalization, ule utandawazi wa kitamaduni. Tuna misi wa mtaa, kwamba kila mtaa duniani uwe na binti ambaye amepitishwa, huyu ndio bingwa wa kutembea uchi katika mtaa X. Anakwenda kushindana kwenye kata, kila kata duniani impate binti wa kutembea uchi katika kata ile. Anakwenda kushindana katika wilaya, kila wilaya impate binti wa kutembea uchi katika wilaya. Anakwenda kushindana katika mkoa, kila mkoa umpate binti wa kutembea uchi katika mkoa. Anakwenda kushindana taifa, na akifika taifa duniani, sizungumzi Tanzania, yule anapewa ubalozi. Inna lillahi. Yule bingwa wa kutembea uchi duniani anapewa uwakala wa ubalozi, apite duniani. Walan tarda anka alyahud wala nasara. Elimu ya dini ndiyo mkombozi wa ulimwengu katika akhlaq, katika maadili. Ndugu zangu Waislamu, leo ukisikia traditional globalization, utandawazi wa kitamaduni. Utandawazi maana yake nini? Kitu ambacho kimeenea, kile kinachofanyika nchi fulani ya Ulaya kifanyike hata hapa, katika mji wa wanachuoni, katika mkoa wa wanachuoni. Hilo jambo lifanyike hata hapa, lisiogope.
Leo sisi tuna uchamungu fulani, hata tukimuona binti wa Kitanzania kavaa nguo fulani, bado kuna wale watu astaghfirullah, la ilaha illa Allah, inna lillahi. Huu nao ni uchamungu. Kile kitendo cha nafsi kuona kinyaa binti, sasa hiki dunia haitaki. Kwa sababu kule kwao mnapanda basi la mwendo kasi, treni ya mwendo kasi, huyu kavaa nguo iliyofunika matiti yake. Kwa sababu huko kwenye ulimwengu wa kwanza, vitu ambavyo mtu anaweza akashtakiwa ni viwili tu. Ukimgusa mtu, ukimdhalilisha mwanamke, kitu cha kwanza ukimshika matiti utapelekwa mahakamani, na kitu cha pili ukimshika ma tahta alhadiqati almuthmira. Ukimshika ma tahta alhadiqa almuthmira. Lakini zaidi ya hapo unaweza ukafanya lolote. Sallu ala Muhammad. Hayo maeneo mawili tu ndio ya heshima. Sasa hili linatakiwa liwe traditional duniani kote. Hata hapa Tanga mkimuona mwanamke kavaa kajistiri matiti na ma tahta alhadiqati almuthmira, msimuone kinyaa. Ndio maana traditional globalization. Waislamu sisi jamani tumepewa jukumu, kuntum khaira umma ukhrijat linnas lesh ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mistake zote duniani mtu wa kwanza kuziona ni Muislamu. Faulo zote duniani mtu wa kwanza kuziona Muislamu. Sheikh Pembe anatufunua siku zote, anatueleza Muislamu ndio aliyepewa jukumu la kuwabainishia watu hili chaka, hii ni haki. Jukumu letu Waislamu, vijana mnaotakharaj katika vitivo hivi, nyinyi ni amana, nyinyi ni hoja. Msiziangushe hizi mahads, mkasimamia adala, mkasimamie akhlaq. Innama al-umam al-akhlaq ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ulimwengu ni maadili. Ulimwengu wowote ambao umeondokewa na maadili mema, huo si ulimwengu. Leo sisi tupaze sauti, sallu ala Muhammad, tupaze sauti, kwa sababu tupo katika viwanja vyetu. Wala nakhafu laumata laim. Tuiunge mkono serikali inayopiga vita ushoga, kwa sababu hawa wanapiga vita huku kwa woga, hawafunguki. Sisi ni watu wa kufunguka. Hawa wakubwa wakionekana wanafunguka sana kuupiga vita ushoga, wanaogopa kukatiwa nini? Misaada. Sasa ni lazima sisi ahlul haqi tuzungumze ushoga. Lazima tuzungumze ushoga ni haramu, ambao leo Hollywood wanaulazimisha katika nchi mbalimbali duniani. Umewekewa mswada maalum. Hivi tunaelewa kwamba katika kila mtaa kuna wakala anayeratibu idadi ya washoga duniani. Katika kila wilaya, katika kila mkoa, katika kila nchi, na zinaandikwa takrir kwamba idadi ya mashoga Tanzania ikoje, na kwa nini haipandi, na kwa nini mashoga wananyanyaswa. Ndugu zangu Waislamu, jaa nabii sallallahu alayhi wasallam liyunqidhana min adh-dhalal. Mtume amekuja kututoa katika upotofu. Khitaman, Mwenyezi Mungu anasema walan tardha anka alyahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Sema al-alamul ilahi, ulimwengu wa kimungu unaowaita watu katika maadili, katika akhlaqi. Qul inna hudallahi huwal huda. Sema ulimwengu wa kimungu ndio ulimwengu wa uongofu. Wala inittaba'ta ahwaahum, na ukifata traditional globalization zao, baada alladhi ja'aka min alilmi, baada ya elimu iliyokujia, malaka min Allahi min waliyin wala nasir
aqulu qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndio fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anaotangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.